tunarejea. Jengeni barabara na kuondoa mawe yote. Haleluya! Tumekuwa wafalme, tumekuwa mabosi. Wanawaambia jengeni barabara, kumbe barabara zilibomoka, barabara zilikuwa ziko ovyo. Jengeni barabara na kuondoa mawe yote, wekeni alama kwa ajili ya watu. Tumsifu Yesu Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Hii ni habari njema, hii ni habari njema, ni habari njema kwangu, ni habari njema kwako. Mungu anasema na wenyeji wa Arusha, na wenyeji wa Kigoma, na wenyeji wa Morogoro, na wenyeji wa Dodoma, na wenyeji wa Dar es Salaam, na wenyeji wa Kenya na nchi mbalimbali, tokeni nje, tokeni nje, tena nje ya mji, sio nje tu, nje ya mji, kwa maana tulikuwa mbali. Nje ya mji, tokeni nje ya mji. Watayarishieni njia. Haleluya! Watayarishieni njia watu wenu wanaorejea. Sisi ambao tunarejea, sisi ambao tunarejea, tulikuwa tumefungwa, tulikuwa tuko kifungoni, tulikuwa tuko kwenye shida, tulikuwa tuko kwenye mahangaiko, tulikuwa tuko kwenye kuhangaika, kwenye mafadhaiko ya hapa na pale, tulikuwa tuko kwenye magonjwa. Anasema watengenezeni njia, watu wenu wanarejea. Watu waliopanda mbegu ndani ya madhabahu Jerusalem Family wanarejea. Mwaka 2026 watu wanarejea. Mwaka 2026 watu wanarejea. Tengenezeni njia, ondoeni mawe yaliyokuwa yanatuzinga katika maisha yetu, mawe yaliyokuwa yanashika uchumi wetu, mawe yaliyokuwa yanashika familia zetu, mawe yaliyokuwa yanashika huduma zetu. Ondoeni mawe, ondoeni mawe, ondoeni mawe. Wanaambia waondoe mawe ili njia iweze kuwa safi, ili njia iweze kuwa nzuri. Waondoe njia. Wana wa mfalme tunaingia, wana tuliomkombosha Mungu tunaingia, wana tulioweka malengo yetu mbele za Mungu tunarejea. Tunarejea kwenye uchumi wetu ulionyang'anywa, tunarejea kwenye afya zetu zilizoibiwa, tunarejea kule kwenye kifungo tulichofungwa, kwenye miti mikubwa, kwenye mashimo. Tunarejea, tunarejea kutoka kwenye matambiko huko kwenye mizimu. Tunarejea, tunarejea kutoka tulikofukuzwa kazi. Tunarejea, tunarejea kutoka kwenye nyumba za kupanga tunakwenda kujenga. Tunarejea. Ondoeni mawe, ondoeni mawe, ondoeni mawe yote, maana watu wenu wanarejea. Oh, sante Yesu, sante Yesu kwa kutuheshimisha, sante Yesu kwa kutuheshimisha. Anasema tazama, Bwana ametangaza habari mpaka mwisho wa dunia. Mungu ametangaza mpaka mwisho wa dunia. Mwambieni binti Sayuni, tazama uokovu wake unakuja. Ametangaza. Mwambieni Isaka, mwambieni Yakobo, mwambieni Ibrahimu, mwambieni Joshua, mwambieni
katangaza mpaka mwisho ya dunia nzima. Mwambieni, tazama uokovu unakuja, uokovu wake unarejea, uokovu wake unarejea. Mwambieni, mwambieni, tazama thawabu yake i pamoja naye. Na malipo yake yako mbele zake. Vile vyote tulivyoibiwa, tumeambiwa malipo yetu yako mbele zetu, yako mbele yangu, yako mbele yako. Unakwenda kurejeshewa afya, unakwenda kurejeshewa kile ulichonyang'anywa, kile ulichodhulumiwa kinakwenda kurejeshwa. Malipo yako yako mbele yako, yako mbele yako. Yawezekana ulidhulumiwa, yawezekana ulinyang'anywa nyumba, yawezekana ulinyang'anywa haki yako. Mungu anasema malipo yako yanarejeshwa, malipo yako yanarejeshwa. Tumsifu Yesu Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Nao watawaita watu watakatifu. Haleluya. Tunakwenda kubadilishiwa jina, nasi tunakwenda kuitwa watu watakatifu, kutoka kwenye watu tuliodharauliwa, kutoka kwenye watu tuliokuwa hatuna thamani, kutoka kwenye watu ambao hatukuheshimishwa. Tulikuwa tunafanya kazi lakini hatupati chochote. Tulikuwa tumesoma sana, tuna elimu nzuri, lakini tunafanya kazi isiyofanana na elimu yetu. Tunapata malipo madogo, lakini Mungu anasema malipo yako yako mbele yako, na tunakwenda kuheshimishwa. Tumsifu Yesu Kristo. Nawe utaitwa aliyetafutwa, mji usioachwa. Asante Yesu. Hebu tusome tena hili neno kwenye Isaya 60 mstari ule wa 14. Isaya 60 mstari wa 14 anasema hivi: na wana wa watu wale waliokutesa watakuja kwako na kukuinamia. Amina. Wale waliotutesa, wale waliotuwekea mawe ili tusifanikiwe, wale walioziba njia zetu, anasema watakuja kwako na kukuheshimu, kukuinamia, kuja kukusujudia. Nao wote waliokudharau watajiinamisha hata nyayo za miguu yao. Amina. Watajiinamisha hata nyayo za miguu yao, maana wameshaambiwa tokeni, tokeni nje ya mji. Tunafatwa kule nje ya mji. Wanakuja, na wanapokuja wanaondoa mawe, wanatengeneza njia kwa ajili yetu, wanatengeneza njia kwa ajili yetu. Hadi wale waliotuchukia wanakuja kutengeneza njia. Haleluya. Wanakuja kutengeneza njia kwa ajili yangu, wanakuja kutengeneza njia kwa ajili yako mpendwa. Ni habari njema. Nao watakuita mji wa Bwana, Sayuni na mtakatifu wa Israeli. Niseme nini mbele zako Bwana? Bali ninakushukuru tu, ninakushukuru tu, maana Bwana amekwenda kurejesha heshima. Nimeukumbuka na wimbo Roho Mtakatifu ananikumbusha, ananiambia nataka kuimba, nasema waliokudharau siku moja watakuamkia kwa heshima. Hakika watatuamkia kwa heshima. Maneno namna anavyosema, anavyoimba,
Waliokudharau siku moja watakuamkia kwa heshima. Namna ya kuimba na kosa ile namna nzuri ya kuimba. Watakusalimia kwa heshima. Waliokuona ni tasa sasa wanakuona unanyonyesha. Waliokuona haufai sasa wanakuona unafaa. Waliokudharau sasa wanaanza kukuheshimu. Wanaondoa mawe, wanaondoa mawe, wanaondoa mawe. Njia iko wazi, njia iko wazi. Hakuna miiba, hakuna michongoma, hakuna mbigiri, hakuna cha kuweza kutuzuru, hakuna cha kuweza kutuzuru. Neno linasema katika Hesabu 23:23 ile anasema hakuna uganga wala uchawi katika Yakobo. Hakuna uganga wala uchawi katika, taja jina lako pale, hakuna, bali ni neema ya Mungu tu. Mungu anakwenda kutuheshimisha mwaka huu. Watakao kuona waliokudharau watasema yawezekana yule atakuwa ameenda kwa mganga, yawezekana yule atakuwa ni mchawi, lakini Mungu anasema hakuna uchawi wala uganga. Haleluya, hakuna, ila ni Mungu tu. Ukianza na Mungu, Mungu lazima akuheshimishe. Ukimkabidhi Mungu njia zako, lazima Mungu atakuinua na kukuheshimisha. Mpendwa, 2026 ni mwaka wetu wa kuinuliwa, ni mwaka wetu wa kuongezeka, ni mwaka wetu wa kufunguliwa, ni mwaka wetu wa kuheshimiwa kwa kadiri ya neno la Mungu linavyosema hapa. Waliotudharau, walioona hatufai, watakujiinamisha mbele zetu. Watakuja kukuuliza, Mungu wako ni yupi? Mbona umefanikiwa? Nilitegemea utakufa, nilitegemea ugonjwa huu utakuua. Mbona umeinuka? Mbona umesimama tena? Mbona umesimama tena? Aisee, Mungu wako anatisha, Mungu wako anatisha. Watakuja kukusalimia kwa heshima, watakuja kukuinamia, watakuja na watakuja. Maana Mungu wetu akiahidi na ameahidi, na ni lazima atatimiza. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mwana wa Mungu, nataka nikutie moyo jioni hii ya leo. Nataka nikutie moyo jioni hii ya leo kupitia maandiko haya. Simama imara, simama imara. Amini kuwa Bwana ametenda, amini kuwa Bwana amejibu maombi yako, amini kuwa Bwana amejibu. Simama katika imani, maana Bwana amekwenda kusikia, maana Bwana amekwenda kutuinua ndani ya mwaka 2026. Hakuna jiwe litakalosalia juu ya jiwe, hakuna, hakuna. Amini tu mpendwa, amini tu, amini tu. Yote tuliyoyaomba Bwana amekwenda kutupa, maana amesema kwenye Marko ile 11:24, kwa sababu hiyo ninawaambieni, yoyote muyaombayo mkisali, aminini ya kwamba mmeyapokea, nayo yameenda kuwa yenu. Tuamini yote haya tuliyomkumbusha Bwana, tumeyapokea, tumeyapokea, nayo yameenda kuwa yetu, nayo yameenda kuwa yetu.
amini tu, amini mpendo,